Karibu sana kwenye siku ya 6 ya maombi yetu maalum ya kufunguliwa, na leo tutazungumzia jambo muhimu sana: kuthubutu kusimama kwa ajili ya Kristo kwa ujasiri mtakatifu. Hii ni siku ya kuzingatia jinsi Roho Mtakatifu anavyotutumia na kutuimarisha kuzungumza neno la Mungu bila uoga. Kabla ya kwanza, tuchukue muda kidogo kupumzika, kuondoa mawazo mengine na kumkaribisha Mungu katikati yetu. Mimi ni Yustasela John, mwongozaji wa kipindi hiki. Tuombe. Baba wa mbingu, tunakushukuru kwa kutufikisha kwenye siku hii ya maombi. Tunaomba Roho Mtakatifu awe katikati yetu, atupe ujasiri, hekima na moyo wa kuabudu. Tufungue mioyo yetu na akili zetu ili neno lako litushughulikie kwa nguvu. Kwa jina la Yesu, amina. Mtazamaji, leo tunachunguza neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume 2:14, 4:1 na 31. Fikiria hali ilivyo chumba cha juu siku ya Pentekoste. Petro na wafuasi wake walijazwa na Roho Mtakatifu. Hali ya woga na hofu iliyokuwapo kwao awali iligeuzwa kwa ujasiri wa ajabu. Watu walikuwa wakisogea karibu, wakimsikiliza Petro akitangaza Yesu Kristo kwa ujasiri, bila kujali woga au hatari. Ellen White anaeleza, walishangaa kuwakuta wafuasi wako juu ya woga kwa kuwa walikuwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wakitangaza kwa nguvu uungu wa Yesu wa Nazareti. Tunaisoma katika Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 33 hadi 34. Petro ambaye awali alikuwa amemkana Yesu, sasa alisimama kwa ujasiri. Hatimaye aliona ukweli wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Moyo wake ulijazwa na shauku ya kushiriki habari njema, na maneno yake yalitia moyo wengine. Hii ni mfano wa jinsi kila mmoja wetu anavyoweza kuwa jasiri kupitia Roho Mtakatifu. Hekima ya Ellen White inatuonya, wakiwa wameimarishwa kwa kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, walisonga mbele kwa ari ili kuendeleza ushindi wa msalaba. Roho alikuwa amewasisimua na alikuwa akinena kupitia wao. Tunaliona hili katika Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 36 na 37. Leo tunajifunza kuwa kuthubutu kusimama kwa ajili ya Kristo kunahitaji kupewa Roho Mtakatifu nafasi katikati yetu. Hii ina maana ya kusimama bila woga mbele ya familia, marafiki au hata watu usiowafahamu. Kuwa tayari kushiriki ushuhuda wa maisha yako na Yesu. Kutegemea nguvu ya Roho, si nguvu zako binafsi. Maombi ya kufanya kazi, si nguvu zako binafsi. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie kuwa kila ulichokigawa kwa ajili ya Kristo. Shirikisha familia, marafiki. Ulizeni na kuulizana, ni wakati gani na wapi ambapo unajihisi kuwa na ujasiri zaidi wa kuzungumza. Fanya changamoto ya saa 24. Ombeni Mungu atupe ujasiri wa kushirikiana na wengine kuhusu kila anachokifanya katika maisha yetu, na kumwendea mtu mmoja au zaidi kushuhudia ushuhuda wa Yesu. Mfano wa ujasiri. Fikiria mtu ambaye awali alikuwa na hofu ya kuzungumza neno la Mungu kazini. Baada ya kuombwa na Roho Mtakatifu, mtu huyu anaweza kuzungumza kwa upendo na kwa ujasiri, akishirikisha mwongozo wa Kristo kwa wenzake bila hofu. Hii ni ile aina ya uthubutu tunayoita ujasiri mtakatifu. Na kabla ya kuhitimisha somo letu la leo, mtazamaji, hebu tufunge kwa sala. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu anayetuongoza na kutupa ujasiri. Tusaidie tusimame kwa ujasiri popote tulipo, kushiriki neno lako kwa upendo na hekima. Tufungue mioyo yetu kwa uthabiti na kuendelea kuangaza nuru ya Yesu kwa wengine. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Leo tufanye azimio. Tutasimama kwa ujasiri kwa ajili ya Yesu, tukiamini nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukifanya hivyo, tutakuwa mashuhuda wa kweli, tukileta matumaini na mabadiliko kwa wengine. Mtazamaji, ikiwa leo ni siku ya 6 ya maombi, natumaini kila mmoja atakwenda kusimama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na kumfuata kwa uaminifu. Tafadhali, usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram kama Bukelebe TV, Facebook Bukelebe TV na YouTube Bukelebe TV. Hadi wakati mwingine, mimi ni Yustasela John.